Vita, mapambano, milipuko ya mabomu, droni zinaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaweza kusema tu ndani ya Kongo nzima hali ya usalama inazidi kuzorota. Tukiwa ndani ya mji mkuu wa nchi hiyo ni kusema Kinshasa, hali ya usalama inazidi kuzorota kufuatia utekaji nyara ambao unaendelea kufanywa na wahuni, na wahuni hao wanazidi kulomba fidia au pesa ili kuweza kukomboa watu ambao waliweza kutekwa. Na tukirudia huko mashariki karibu tu na mji wa Goma, mapigano makali yameweza kuripotiwa leo hii kati ya vikosi vya M23 na vikosi vya Wazalendo. Tukielekea upande wa pili wa siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kauli ya makamo wa pili wa rais wa bunge la taifa Christophe Mboso kuhusu uwezekano wa kubadilisha katiba kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2028 imeweza kuzua mjadala mkubwa kwenye siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukihamia huko ndani ya eneo la Mwenga, watu kadhaa wameweza kupoteza maisha kutokana na mlipuzi wa ugonjwa wa kolera, huku katika mji wa Fungura watu 6 wakifariki baada ya tukio la ghasia za wananchi lililohusishwa na madai ya wizi wa kichawi wa sehemu za siri. Hizo ni habari ambazo tunakusogezea kwa siku ya leo, hivyo endelea kuwa nasi ili kupata maelezo kamili na yenye kuhakikishwa. Sasa tuko ndani ya mji wa Kinshasa ambao ni mji mkuu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mji huo unakabiliana na matatizo ya utekaji nyara wa watu walio hai, na hivyo utekaji huo unaendelea kufuatana na madai ya kuweza kulipa fidia ili mtu ambaye alitekwa aweze kurudishwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakaaji na vyanzo vya usalama, watu kadhaa wameripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Baada ya kutekwa, wahusika huwasiliana na familia za waathiriwa wakidai kiasi cha fedha ili kuwaachilia huru watu waliotekwa. Baadhi ya familia zinalalamika kulipa fedha hizo ili kuokoa maisha ya ndugu zao ambao waliweza kuingia ndani ya mtego huo. Matukio hayo yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mji wa Kinshasa, jambo linaloongeza wasiwasi kwa wananchi kuhusu usalama wao na shughuli zao za kila siku. Wengi wao kwa sasa wanaogopa hata kusafiri wakati wa usiku, na wengine wanaogopa hata kutoka nyumbani wakiwa peke yao. Katika mitandao ya kijamii, wananchi wengi wameanza kupaza sauti wakitaka serikali na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kukomesha wimbi hilo la utekaji nyara. Baadhi yao wanadai kuwepo kwa doria zaidi za polisi pamoja na uchunguzi wa kina ili kuwabaini wahusika wa matukio hayo. Lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haijasinzia wala kuachia hali hiyo iendelee. Hivyo imeweza kuimarisha na kuendelea na operation za kuwatafuta wahusika hao, hata kama hawajaweza kutimiza lengo hilo. Na lengo lao kuu la kuweza kufanya operation hiyo ni ili kuhakikishia wananchi kwamba wataweza kuwaletea usalama wenye kudumu na kukomesha kabisa matukio hayo ya uhalifu. Hata hivyo, wakati uchunguzi ukiendelea, wakaazi wa Kinshasa wanaendelea kuishi kwa tahadhari kubwa, wakisubiri hatua za madhubuti ziweze kufanywa ili kumaliza matatizo hiyo ya utekaji nyara. Tukienda kwenye siasa sasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbunge wa taifa kiongozi Christophe Mboso ambaye ni makamu wa pili wa rais wa Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo amesema kuwa katiba ya nchi inaweza kubadilishwa kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2028. Akizungumza Jumapili, Mboso alisisitiza kwamba hakuna sheria inayobaki milele isipokuwa maandiko ya kidini, ni kusema maandiko ya Biblia. Katika maneno yake mwenyewe alisema hivi: "Seule la Bible demeure inchangeable."
Maana ya maneno hiyo ni kwamba Biblia pekee yake ndiyo haibadiliki, huku sheria nyingine za nchi zikiwekwa na uwezekano wa kurekebishwa kulingana na mahitaji ya wakati. Mbosso aliweza kuongeza hivi akisema kuwa kwa maoni yake katiba ya nchi inaweza kufanyiwa marekebisho iwepo tu inaonekana kuwa kuna sababu ya kufanya hivyo kabla ya uchaguzi mkubwa unaotarajiwa kufanywa mwaka wa 2028. Kauli yake tayari imeanza kuzua mjadala mkali katika medani ya kisiasa pamoja na mitandao ya kijamii. Baadhi ya wanasiasa na wachambuzi wanaona kuwa mabadiliko ya katiba ni jambo la kawaida tu katika mfumo wa kidemokrasia ikiwa tayari yatafanywa kwa kufuata na sheria na ridhaa ya wananchi. Lakini pia wanasiasa wengine, pia wachambuzi wengine wameweza kusema kuwa wanahofia kuwa kufanya mabadiliko ya katiba hiyo kunaweza kuleta mvutano mkubwa wa kisiasa na hivyo kuleta wasiwasi mkubwa ndani ya nchi. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hasa ndani ya mji mkubwa wa nchi hiyo. Acha basi tuhamie ndani ya Goma ambako mapigano makali yameripotiwa leo asubuhi kwenye kata mbalimbali za mji huo. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani na vya usalama, milio ya silaha nzito na ndogo imeweza kusikika katika baadhi ya mitaa ya mji wa Goma jana Jumapili, tariki 8. Mashuhuda walio eneo hilo la matukio wanasema kuwa mapigano hayo yalijiri katika milima yanayoangalia eneo la Rusayo ndani ya wilaya ya Nyiragongo ndani ya hifadhi ya Virunga. Eneo hilo limekumbwa mara kwa mara na mapambano makali. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mapigano yamekutanisha wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la serikali la FARDC dhidi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuwa sehemu ya muungano wa Alliance Fleuve Congo AFC. Katika mji wa Goma uliopo karibu sana na eneo la mapigano, wakazi wengi wanasema kuwa wanafuatilia hali hiyo kwa wasiwasi mkubwa. Baadhi yao wanaamua kubaki majumbani mwao wakihofia kuzorota kwa usalama endapo mapigano yataendelea kusogea karibu zaidi na mji wa Goma. Hadi sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya mapigano hayo, huku wananchi wakiendelea kusubiri ufafanuzi zaidi kuhusu hali halisi ya usalama katika eneo hilo. Acha basi tuhamie uko Mwenga ambako pia watu 13 wameweza kuripotiwa kupoteza maisha kutokana na ugonjwa wa kolera. Kwa mujibu wa vyanzo vya afya vya ndani, ugonjwa huo umeanza kuenea katika baadhi ya vijiji vya eneo hilo na tayari watu kadhaa wameambukizwa, huku wengine wakipokea matibabu katika vituo vya afya vilivyopo karibu na mji huo wa Mwenga. Vifo 13 vimeweza kuripotiwa ndani ya kipindi kifupi tu, jambo linaloongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ugonjwa huo. Maafisa wa afya wa eneo hilo wamesema kuwa ugonjwa wa kipindupindu ni ugonjwa unaosambazwa kwa haraka kupitia maji na chakula kilichochafuliwa. Katika maeneo mengi ya Mwenga, upatikanaji wa maji safi pamoja na hali duni ya usafi imeelezwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuenea kwa ugonjwa huo. Kutokana na hali hiyo, mamlaka za kiafya zimeanza kuchukua hatua za dharura ili kuweza kumaliza magonjwa hayo na kuweza kuchunga raia dhidi ya magonjwa hayo. Acha basi tuelekee ndani ya mkoa wa Lualaba ndani ya mji wa Fungurume katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako watu karibu 6 wameweza kupoteza maisha na wengine 2 kuweza kujeruhiwa vibaya kutokana
na wananchi kuweza kujichukulia sheria mwenyewe mikononi kwa kuweza kuwaadhibu watu ambao wameweza kuripotiwa kuweza kuzichukua sehemu zao za siri. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na taarifa ambazo tuliweza kuzipokea, tukio hilo lilitokea baada ya watu kadhaa kushuhudiwa kuhusika kwa kile kinachoitwa wizi wa kichawi wa sehemu za siri za kiume. Shutuma hizo ziliweza kusababisha hasira kali na kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo, ambao waliweza kuanza mashambulizi makali kuelekea wale washutumiwa, na hivyo waliweza kupoteza maisha. Mashuhuda wanasema kuwa kundi la wananchi waliokuwa na hasira kali waliweza kuwashambuliwa washukiwa kwa kuwapiga, hali iliyosababisha vifo vya watu 6 papo hapo, huku wengine 2 wakijeruhiwa vibaya na kupelekwa katika kituo cha afya kilichopo karibu na hapa na kuweza kupewa matibabu ya haraka. Mara nyingi katika baadhi ya maeneo ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uvumi huo unazidi kuendelea, watu wakisema kuwa wizi wa kichawi wa viungo vya kiume vinaendelea na kusababisha hofu na hasira miongoni mwa wananchi, wakati mwingine wananchi wakiamua wenyewe kujichukulia sheria mikononi na kuweza kuadhibu wenzao, na hivyo kuweza kusababisha vifo vya watu na pia kuweza kujeruhi watu ambao waliweza kukesiwa kuwa waliweza kufanya vitendo hivyo vya kuweza kuwaibia wenzao viungo vya kiume. Mpenzi mtazamaji, hii ni Kwetu News 24 ambayo inayozidi kukuletea habari siku baada ya siku na kwa wakati unaofaa. Hivyo endelea kuwa nasi na uweze kujiunga nasi kwa kuweza kusubscribe, kushare pamoja na kukomenti, ili uweze kutujuza mahali ambako unaendelea kufuatiliana nasi.